ambaye ako pamoja nasi katika ibada siku ya leo. Karibu sana mzee. Tutakuwa na nafasi baada ya mahubiri utusalimie. Amen. Na pia nimeona dada ya Angelina. Ni kweli dada ya Angelina nimemuona, hata kama umevaa mask. Mimi nimebarikiwa na memory. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja na sisi na kila na mmoja wetu. Bwana asifiwe sana. Nimeona Christine pale na nimeona Junior pia wako pale. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Mungu. Amen. Na pia nimeona mama yangu mzazi ako hapa kwa ibada. Amen. Bwana asifiwe sana. Glory to God. Tuingie katika neno. Amen. Tunaendelea na mafunzo yetu. We are continuing with our teachings. The teaching that we started last week about stewardship. Bwana asifiwe sana. Stewardship ndio mafunzo tulianza Jumapili iliyopita. Sitarudia chochote nilichosema, nitafanya tu a small recap. In case you missed the message of last Sunday, you can go to our Facebook page. Utapata hayo mahubiri hapo. You can go to the YouTube page ya Open Blessing Church Kamulu. Utapata hayo mafunzo yote pale, na najua kwamba utabarikiwa. Na ukienda pale pia like that page, na tafadhali subscribe na ulike hiyo page na ushare na marafiki zako, ndio tuweze kufikia wengine wengi na injili ya Yesu Kristo. Amina. Bwana asifiwe sana. Hatufanyi tu kwa sababu watu wanafanyaga ama kwa sababu watu huwa wanaingia kwa hiyo Facebook na hiyo yetu. Tunafanya ndio tufikie watu wengi, wale hawawezi ingia kwa hii kanisa wafikie pahali wako. Amen. Now we are continuing with the stewardship sermon, and we started in the book of Matthew chapter 25. I will not repeat all that, so if you are not here, please go back to the YouTube channel or the Facebook and you're going to be blessed. Today we want to continue from there, and I want to pray and believe that God is indeed going to bless us and is going to speak to our hearts. Father, in Jesus' name, we want to thank you so much because of your word. We thank you because you have been faithful in our lives. We thank you because as we submit our lives into your hands, that you will speak to us, that you will talk to us, that you will, even my Father, speak to the very individual here, oh God. You will not speak to us as a corporate, but you will speak to us as individuals, every one of us, because we came here with specific needs. We came here with different needs. We came here with a desire to hear from you, oh God. We don't want to hear what our neighbors want to hear from you. We just want to hear what you want or what you have for us, oh God. And therefore I pray that you will speak to us and speak to our lives, oh God. We thank you and we bless you because you are a wonderful God, because it is in Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Glory to God. Wakati tulianza Jumapili iliyopita, tulizungumza kuhusu stewardship, na tukasema maana yake ni nini, na tukaangalia mambo hayo yote, tukaona ni nini yote hiyo, na tulianzia katika kitabu cha Mathayo mlango wa 25. We started from Matthew. We read a portion of the scripture ambayo Yesu alikuwa akipatiana mfano of what we call in the Bible the parable of the talents. So you can go back there if you are not here with us in the book of Matthew chapter 25 verse 14 to 30, and we looked at that. We looked at the meaning of the stewardship, and we looked at certain facts about stewardship, and that is where we want to continue from the last week where we were. But where we ended last week, we ended by saying that it is a requirement, as is in the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 2. It is a requirement. The Bible says, moreover, it is a requirement of every steward that they be found faithful. Bwana asifiwe sana. Ni ya lazima na unatakiwa, ama ni kitu ambacho wewe kama mtu ambaye umepatiwa jukumu na Mungu lazima uwe mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Now, there are things that we said last Sunday. I want to go through them quickly. About 3 facts and 3 principles that we said last Sunday that I want to go very quickly. I will not expound, just want to bring you to speed with what we said. First of all, tukasema God owns all
the wealth and all the money. God owns everything in our lives. God owns everything in our lives. Bwana asifiwe sana. He owns all things. Bwana Yesu asifiwe sana. Secondly, we said God enables you to earn all that you have. It is God that enables you to have all that you have, or to become what you have become, or what you will become. It is God who has enabled you. Kwa hivyo Mungu ndiye anakusaidia na yeye ndiye anakuwezesha kukua ama kufanyika kile ambacho uko sahihi na kile utakachokuwa, na chochote ambacho uko nacho Mungu ndio amekupatia. Bwana asifiwe sana. We also say God made you his steward over what he has given you. God made you his steward over all that he has given you. All the things that God has given you, God has made you a steward over those things. Now, we continue from there, and what we are saying, or what we were saying, or what we concluded and reached a point and saying, we are therefore responsible to manage God's wealth and money for his purpose and his will. In other words, all the wealth that God has given us, all the money, all the prosperity, everything that God has given us. And last Sunday we mentioned a few things that God has given us that consist of that wealth. Tunapoongea kuhusu utajiri, kuna mambo mengi tulizungumza ambayo Mungu ametupatia. Kando na pesa, kando na mali, kuna mambo mengine mengi ambayo Mungu ametupatia ambayo tunastahili kuwa waangalifu, or we are supposed to be responsible and manage them properly for his purpose. Bwana asifiwe sana. Now, the best example this morning as we continue with the stewardship series, the best example we can get from the Bible is from the book of Genesis. The book of Genesis, and I would like us to turn there, Genesis chapter 39. Genesis chapter 39. If you can turn there with me, if you have your Bible, turn to the book of Genesis chapter 39. We are going to look at an example of a steward, somebody whom God has given stewardship, somebody who has given, God gave a certain wealth, a certain resource, and he used it properly. Amen. Genesis chapter 39. Genesis chapter 39. Feel free, my sister. Please feel free. Don't be worried. I know. Feel free, please. Genesis chapter 39. Genesis chapter 39, verse 1. We are going to look at verse 1, 2, and 3, and I believe that we are going to be blessed. Are we all there? Kitabu cha Mwanzo. Usiende kwa New Testament, iko kwa Old Testament, ndio kitabu ya kwanza. Amen. Glory to God. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down there. Now, I want you to look at verse 2 very carefully. Uangalie mstari wa pili kwa makini, kwa sababu hapo ndio ujumbe wetu unaanzia. Mstari wa pili, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. Umesikia hiyo maneno? And the Lord was with Joseph. Na ukumbuke Joseph ameletwa Egypt, ameletwa Misri kama a slave, na akauziwa jamaa anaitwa Potiphar. Potiphar alikuwa anafanyia Farao kazi, alikuwa mtu mkubwa katika serikali ya Farao, na akauzwa pale, na wale wa jamaa walimnunua kutoka kwa ndugu zake. Aliuzwa na ndugu zake, na unajua pia unaweza uzwa na ndugu yako unajua, and that is why the Bible says, cursed is a man who puts his trust on another man. Amelaaniwa mtu ambaye anaweka tumaini lake kwa mtu mwingine.
hata ndugu yako mliyezaliwa na yeye anaweza kukuuza. Hata dada yako anaweza kukuachilia. Rafiki yako wa dhati, wakati unamhitaji sana, anaweza tembea na akuache kwa shida. Kwa hivyo tumaini letu ni kwa nani? Iwe lesson kwetu sisi zote, that as much as we trust our friends, we trust our brothers and sisters and our parents and our friends and relatives, our trust is in the Lord. Amen. Akauzwa, akaletwa hapa. Lakini mstari wa pili unasema kitu ya muhimu sana. Unasema hivi kwamba Yusufu, Mungu alikuwa na Yusufu, na Yusufu alikuwa mtu tajiri. He was prosperous. But ukumbuke verse 1, tayari yeye ni nini? Ni mfungwa. He's a slave already. And he has been bought by Potiphar. But in the house of Potiphar, the Lord declares that he was with Joseph. And he also declares that Joseph was a prosperous man, even though he was in the house of his master, the Egyptian. Tuko pamoja? You know what that means? It means Joseph did not become rich because of Potiphar. Alright? Joseph did not become rich because of King of Egypt. Joseph did not become rich because he got resources from the Egyptian. Joseph was already prosperous because the Lord had made him prosperous. Hallelujah. Even in the circumstance that he was in, the Lord declares that Joseph is prosperous. It means there is a resource. Kuna utajiri fulani Mungu alikuwa ameweka kwa Yusufu. Sawa sawa. Ingawaji hali yake haikuwa inaonesha utajiri, lakini wakati Mungu alikuwa anaangalia Yusufu, alikuwa anaona mtu tajiri. Alikuwa anaona mtu anaendelea. Alikuwa anaona mtu ako na potential. Alikuwa anaona mtu ambaye ako na a lot of wealth and resources around him. So it is not Potiphar who made Joseph rich. It is not the king of Egypt that made Joseph rich. Joseph was already rich because God had already made him to be rich. Amen. God had placed a certain resource in his hands. Hallelujah. Just like you this morning, there is a certain resource. There is something that God has placed in your hands. There is something that God has placed in your mind. God has placed something in your hands, in your brains. God has placed something in your life. And therefore the circumstances around you don't dictate who you are. It is what God has placed in you that determines who you are. Na hiyo ndio kitu shetani anajaribu kuzuia watu wengi kujua, kwamba wewe umebarikiwa. Haijalishi shida ambazo zinakuzingira, haijalishi unapitia hali gani, haijalishi kama ulikula jana ama hukula jana, haijalishi unapitia challenges aina gani, tayari wewe umebarikiwa. Ujifahamu kwamba I am blessed. The Bible declares that Joseph was already blessed. And therefore, even Potiphar was going to tap into the blessings of Joseph. Hallelujah. In fact, the Bible says in verse 3, and his master saw that the Lord was with him. Hata huyo Potiphar akatambua kuna kitu special na ujamaa. Si ni kweli? Iko kwa Bible, si mimi nimesema, iko hapo tu imeandikwa hapo verse 3. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Unanifahamu? Potiphar hakuwa maskini, lakini Potiphar akagundua kuna kitu imebadilika tangu huyu jamaa ingie kwa nyumba yangu. Kuna kitu fulani sio ya kawaida kuhusu huyu jamaa. Kuna kitu ambayo ni maalum. Kuna kitu ambayo imefanya nifanikiwe zaidi. Kuna kitu ambayo inafanya nipate kibali zaidi.
Kuna kitu ambaye inaniinua katika nyumba yangu na inafanya nipanuke zaidi kwa sababu ya huyu jamaa. Kwa sababu Potiphar alitambua kwamba Mungu ako pamoja na Yusufu. Hallelujah. You know, sometimes people look at you and they see the blessings of God and you don't see the blessings of God. Wewe uoni, lakini watu wakikuona wanaona umebarikiwa. Wakati wewe unajilaani, watu wengine wanakuangalia wanaona kuna kitu ambayo si ya kawaida kuhusu huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, I want you to understand that Joseph, in those circumstances, he was given a responsibility by Potiphar. Ukiendelea kusoma hapo utapata kwamba alipatiwa jukumu ya kushughulikia mali yote ya Potiphar. Akapatiwa uwezo wa kurun all the businesses of Potiphar. But there is something that is very important, and that is why we are talking about stewardship. And that is the fact that when Joseph was placed with that responsibility, first of all, understand that he was already prosperous. God had already blessed and placed in Joseph's hand the prosperity, spiritual prosperity. And now, to add on that, Potiphar gives Joseph more responsibility, more resources, more everything. But even in the circumstance ambaye alikuwa nayo, Yusufu angeamua na akae pale ajisikilie woye. Si ndio? Akae pale ajisikilie woye, shida zangu, matatizo yangu, nini yangu. He had all the reason to feel sorry for himself. Remember, this guy he had been sold by his brothers. He was his father's favorite. Alikuwa anaishi vizuri, anakaa vizuri. Yeye hakuwa anaomba ama nini, yeye alikuwa anaishi vizuri. Baba yake alikuwa amemshughulikia vizuri. All of a sudden maisha yake inabadilika, anajipata kwamba yeye ni slave kwa nyumba ya mtu katika nchi ya ugeni. Katika hiyo hali, Yusufu angekaa pale ajisikilia huruma, angekaa pale angojee kifo, angekaa pale angojee tu mambo iende vile itaenda, mambo ifanyike vile itafanyika, kuwe tu vile kutakuwa, kwa sababu mambo imemgonga, mambo matatizo na shida na mambo mengi yameenda kinyume chake. Ndoto zake zinakaa ni kama zimekufa. Kumbuka kwamba Yusufu kuna wakati mmoja aliona ndoto ndugu zake na wazazi wake wakimuinamia. Badala hiyo kufanyika, anajipata yeye ni slave katika nyumba ya mtu. Alikuwa na sababu zote za kukaa pale ajisikilie huruma. But the Bible says Joseph worked hard. Everything he did it well. He did it the way it was supposed to be done. He took his responsibility seriously. He took what he had at that time. Hakufikiria kile aliwacha nyuma kwa baba yake. Alichukua ile kitu akonayo saa hiyo na akaitumia. Hallelujah. Nataka kuambia kwamba wengine wenu hapa mmekuwa mkijisikilia huruma, unaangalia unafikiria mambo ya mamilioni. Tumia hiyo 100 uko nayo saa hii. Tumia hiyo 100 uko nayo, hiyo 1000 uko nayo, wachana na mamilioni. Tumia hiyo 1000 uko nayo saa hii, kwa sababu hiyo 1000 ndio italeta hizo milioni. Use the resources that you have now. Usianze kusema nilisoma sijapata kazi, niko na madegree sijapata kazi. Chenye uko nacho saa hii tumia. Wacha kunugunika na kuteta na kupiga kelele na kulaani watu wale ambao wamefanikiwa. Ukiona mtu anapita na gari hapa ya hali ya juu, unaanza kulaani huyo mtu, unaanza kuona wewe ndio unastahili kuwa uko na hiyo gari. Wewe tumia ile kitu uko nayo. Yusufu alitumia kile ambacho alikuwa nacho wakati huo. Hakufikiria mambo ya baba yake, hakufikiria vile ndugu zake walimuuza, hakufikiria shida zile ambazo amepitia, hakufikiria hiyo mambo yote. Alitumia kile alikuwa nacho. Hallelujah. Now we need to use what we have. We need to use the resources that we have. And we need to use that resource in a very good way. Joseph took every available opportunity in his hands. He took every opportunity and he did his best. Joseph worked hard, extremely hard. Na kuna mahali imefika sisi kama Wakristo we need to work hard.
As human beings, we need to work hard. Whatever resources that God has given you, work hard with that, whatever you have in your hands. Use the resources that you have. As a steward, God has placed upon you and in your hands certain tools and resources, certain wealth. Mungu amekuwekea utajiri fulani, amekupatia masomo, amekupatia akili, amekupatia uwezo, amekupatia ardhi, amekupatia mambo fulani fulani hapa. Tumia kile ambacho uko nacho na ukitumie vyema, mpaka ifike pahali hiyo kitu sasa hakuna njia nyingine kinaweza tumika, kimetumika kabisa. Sasa lazima uende kiwango kingine, si ni kweli? Lakini huwezi kaa pale uanze kujisikilia huruma. Yusufu alitumia kile alikuwa nacho na akafanya bidii. Na katika maisha yetu tunahitaji kufanya bidii. We need to work hard in our lives, in whatever field you are in. Kama wewe ni mwanabiashara, kama wewe umeajiriwa, kama wewe ni mwanafunzi, chochote ambacho wewe ufanya, fanya bidii. Ufanye bidii kabisa, na ufanye kwa uaminifu, na ufanye kwa uangalifu, na ufanye sio kwamba kama kwamba unafanyia mtu mwingine yoyote, fanya ni kana kwamba unamfanyia Mungu. We need to work hard. Kuna watu wanapendi kufanya kazi. Uko na ndoto kubwa lakini hutaki kufanya kazi. Uko na ndoto kubwa za kuendesha ndege. Ndio uendeshe ndege lazima uende shule. Huwezi taka kuendesha ndege na ukae kwa nyumba. Lazima utoke nje uende ukafanye kile ambacho kinastahili kufanywa ndio uweze kuendesha ndege. Kama wewe ni mwanabiashara, unataka kuwa mwanabiashara mkubwa na shupavu, lazima utoke nje ukutane na wanabiashara wengine, ujue kwa nini wanafanikiwa na wanafanikiwa aje. Hauwezi kuendelea kama unaendelea tu kukaa pale ukijisikilia huruma, siku moja sijui mimi nitakuja kufanikiwa lini. Toka nje, ujihusishe na watu wengine, ujue biashara ufanywa namna gani, na wale ambao wamefanikiwa katika hiyo biashara wamefanikiwaje. Kama wewe ni mwimbaji ama wewe ni mcheza keyboard, lazima ukae pale na watu wale wanacheza keyboard, si ndio ndugu Victor? Sababu haujui kila kitu kama sivyo. Kwa hivyo saa nyingine unakaa pale hivyo unakuta jamaa mwingine anacheza keyboard kukuliko, mpaka unashindwa na mimi nachezaka keyboard ama ni mchezo. Kaa hapo hivyo ujue ni nini anafanyanga mimi sijui. Utap hiyo knowledge ambayo uko nayo. Hauwezi kaa hapo tu na uexpect hiyo knowledge ikuje. Kama wewe ni mwanafunzi, ingia katikati ya wanafunzi wenzako na ujue ni nini inafanyaga wafanikiwe. Kama wewe ni mfanyakazi, jua ni nini inafanya wafanyikazi wengine wafanikiwe na ufanye bidii, utumie bidii. Kama wewe ni mhubiri kama mimi, lazima ufanye bidii. Hautakuwa mhubiri mzuri ukikaa tu hapo haufanyi chochote, hauombi, hausomi neno, haufanyi research yoyote, haufanyi chochote, umekaa tu na uexpect utakuja hapa usimame uhubirie watu na useme kitu iko na maana. Lazima hata mhubiri afanye bidii, asome neno, aombe, afunge, atafuta uso wa Bwana, asikize wahubiri wengine vile wanahubiri, ndio ajue pia saa zile anafanya makosa. Unajua saa nyingine unaweza simama hapa uhubiri alafu hata wewe mwenyewe, by the way, nikimaliza kuhubiri hapa mimi ukaa chini najisikiza. Ndio najua leo nilifanya blanda fulani. Kuna kitu sikusema ama kuna kitu sikuwa nastahili kusema. Lazima ufanye bidii. In every area of your life you have to work hard. You have to find out why and how to get to the next level. Na usijisikilie huruma, uanze kusema Mungu, nitahubiri vizuri siku ile hii kanisa itamalizika, ikuwe na ma-TV huku juu, ikuwe na maspika huku. Anza saa hii. Kama hakuna speaker, ndio siku ile speaker inakuja hautachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. I mean, we just have to work hard. Don't worry about the circumstances you are in. You are blessed. Hallelujah. First of all, know that you are blessed. Let that sink inside you, that I am blessed. God has blessed me. Haijalishi shetani anajaribu kuleta nini, nimebarikiwa. And from that point, once you know you are blessed and you are prosperous,
Despite all the circumstances that surround you, now move in that blessing. Tembea katika hiyo baraka. Fanya kazi kama mtu amebarikiwa. Fanya bidii. Yusufu alifanya bidii. Alifanya kila kitu ambayo inastahili. Na Wakristo wengi tuko na shida hii ya kutaka ile ya kutaka kusema vitu kwa imani. To possess, guza na upossess. Unaenda kwa ile gari ya Waweru, unaguza, unapossess. Aiendagi hivyo. Kuna kazi na kuna bidii. Unaingia kwa gari ya Moshiri, ukiona akiendesha, unaanza kuipossess. Nataka kukuambia, kabla Moshiri apate ile gari, kuna siku alienda Industrialia, anakaa nje kwa mwezi mzima akingojea apatiwe kazi na hapati. Watu wote wanachukuliwa, yeye peke yake ndiye anabaki, anarudi nyumbani. Kuna safari amepitia. Na wewe unataka tu kupossess. Haiwezekani. Fanya bidii. Unajua Moshiri angeamua, maisha imenikalemea, mambo imekuwa ngumu, wacha nirudi Oshago nikakae huko kwa sababu, but what did he do? Alitumia ile resources zilikuwa na yeye. Whatever was available to him, that is what he used. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what I want you to understand, that what God has given you, use it. Use that resource that God has given you. The book of Proverbs chapter 6 inazungumzia watu ambao wanapenda tu kukaa. Unangoja tu mambo iingiane, unangojaga tu kila kitu ifanyike. Ati kwa sababu naamini Yesu, unaongeaga na dini. Unafunga, unafanyaga nini? Sikiza vile Biblia inasema. Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6 inasema, go to the ant, you sluggard. Sluggard ni mtu mvivu. Mtu mvivu. Inasema, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. Wewe mtu mvivu, wewe unataka tu kukaa kwa nyumba na unataka ndoto kubwa. Uko na ndoto kubwa lakini unataka kutoka kwa nyumba. Uko na ndoto kubwa lakini unataka kufanya bidii. Uko na ndoto kubwa lakini unataka kutumia ile kitu Mungu amekupatia. Biblia inasema, go to the ant, you sluggard, and consider its ways and be wise. Inaendelea kusema, it has no commander, no overseer, no ruler, yet it stores its provision in summer and gathers its food at the harvest. How long will you lie there, you sluggard? Utalala mpaka lini wewe mvivu? Utalala mpaka lini? Unataka Mungu akuanoint, atukiguza watu hivi wapone. Aiendagi hivyo ndio upate hiyo anointing. Lazima kwanza utumie ile resource Mungu amekupatia. Lazima uombe. Lazima utafute uso ya Mungu. Lazima ukuwe na uhusiano na Mungu. Ndio Mungu akutumie hivi unataka akutumie. Unataka kuwa multi-billionaire. Tafuta ujue multi-billionaire, ujue hawalalangi vile unalalaga. Wakati wewe umekanyaga blanketi, saa hiyo saa 6 ukikanyaga blanketi, bado anaandika, anafanya mahesabu yake ya biashara kama umelala. Na unangoja tu. Si tuambiane ukweli. In this church we said we are going to preach the holistic gospel. Tutakufundisha kila kitu ya kiroho na hii mambo mengine. Huwezi kaa ukiwa mvivu na Mungu akubariki. Biblia inasema kama wewe ni mvivu, hebu enda kwa ile ants na uangalie njia zao. Hawana kiongozi, hawana nini, hawana supervisor, lakini wanajua wakati wa kugawa chakula, wanajua kujipanga, na wanajua seasons, na wanajua hii season ikikuja tunatakiwa kufanya hivi, na huwa wanajipanga. Biblia inauliza, utalala mpaka lini? Mungu amekupatia a gift to work in his church. How long are you going to sleep with that gift? When are you going to use that gift? Utaitumia lini? And the Bible says, consider the ants' ways. And the Bible asks, how long are you going to sleep, O you sluggard? When will you get up from your sleep? Na najua kuna mtu mwingine na Mungu anazungumzia leo. Utaamka lini?
nimekubariki, nimekupatia uwezo, nimekupatia resources. I have made you a steward. How long are you going to sleep? Utalala mpaka lini? Utalala mpaka lini? Watu wakiitwa wakuje waombe, haupatikanaji. Watu wakiitwa wakuje fellowship, haupatikanaji. Watu wakiambiwa wakuje Sunday mapema, haupatikani. Na ukikuja siku ile umekuja, unakuwa na haraka. How long are you going to sleep? How long are you going to sleep? Because in as far as God is concerned, He has given you a resource. Amekupatia a lot of wealth. But how long are you going to sleep? When are you going to use that, whatever God has given you? Utaitumia lini? In fact, the Bible says, ukifuata hapo chini, there is a very good portion ambayo inaendelea hapo. Inasema, a little sleep, a little slumber, a little folding of hands to rest, and poverty will come on you like a thief in the night, and scarcity like an armed man. A little sleep, a little slumber, a little folding of hands to rest, and poverty will come on you like a thief in the night, and scarcity will come like an armed man. Unaona vile waizi wanakujaga usiku bila plan, bila notice, bila nini. Hivyo ndivyo umaskini itakujia. We lala tu, endelea tu kulala, endelea tu kujishika hapo ati ni kupumzika. Wakati watu wengine wanaenda marikiti saa 10, wananunua nyanya na mboga na nini, wanakuja wanauza na unawadharau kwa sababu wanauzaga nyanya. Huyo mtu anatoanga chama every day 1000. Wewe ukijigamba huwezi fanya kazi ya sukuma na kuuza mandazi ama kuuza mahindi. Huyo mtu amesomesha watoto wake mpaka university, wewe ukiomba pesa ya basari na vitu zingine zote kwa sababu unataka tukukaa, ulale, upumzike ukiwa na ndoto za kukuwa milionea. Haleluya. Waacheni hiyo maneno. Glory to God. Situambiane ukweli. A little sleep, a little slumber, a little folding of hands to rest, and poverty will come on you like a thief in the night, and scarcity will come on you like an armed man. Sababu ya nini? Si kwa sababu Mungu hajakubariki, kwa sababu hautaki kuchoka. Hata katika kazi ya Mungu hautaki kuchoka. Unataka kuja ukute viti zimepangwa, na ukikuja unaguza uone kama iko na vumbi. Wewe unafikiria mwenye alipanguza aliamka saa ngapi akatoka kwake? Yaani unaona ni kama yeye hakuwa na kazi nyingine ya kufanya, ni kukupanguzia tu kiti. Na unakuja unaenda unaamka mara moja unaguza. Wakati yeye anabarikiwa kwa sababu ya kupanga kiti, wewe umaskini inakuja kama mwizi usiku. Wakati yeye anabarikiwa kwa kuosha kanisa na kuja kufanya uombezi na kuja kwa ushirika na kutafuta Mungu na kwenda kufanya nini na kulitia jina la Mungu, wewe bado ukiendelea kuota vile utakuwa milionea, yeye anaendelea kubarikiwa kwa sababu hajakaa angoje. Yeye anafanya kitu, anatumia ile kitu Mungu amempatia, ile resource Mungu amempatia saa hiyo. Yeye angalii circumstance, anatumia ile resource Mungu amempatia saa hii. Yusufu angelala, angejisikilia sorry. Alikuwa na sababu yote ya kujisikilia sorry, si ni kweli? Lakini alipoingia kwa nyumba ya Potiphar, alifanya bidii mpaka bwana wake huyo mkubwa Potiphar akaona huyu jamaa ako na jambo lisilo la kawaida. Kulipoenda vile kulienda, akajipata katika jela. Katika jela hakujisikilia huruma, alifanya bidii, akafanyika mkubwa wa wale wengine ambao walikuwa wamefungwa nao. Baadaye kwa sababu ya bidii yake alijipata katika nyumba ya mfalme akitawala Misri yote. Baadaye akajipata kwamba ile ndoto yake, pahali aliota watu wakimuinamia, ndugu zake, dada zake na watu wao wote wakimuinamia, wakakuja wakamuinamia. Why? Because he used the resource that he had. God has blessed you with a certain resource. Hakuna mtu hapa
ambaye hajabarikiwa na jambo. Shida inakuanga sisi zote tunataka kuwa wahubiri, sisi zote tunataka kuwa pale mbele, tunataka kuwa praise and worship, tunataka kuonekana hapo mbele. Kuna watu wamebarikiwa na hawaonekanaji kwa church. Kazi yao inakuwa kupanga church, kuosha, kufanya tu vitu vingine hatujulikani, vitu ambazo zinadharaulika. Huko nje kuna watu wanabarikiwa, anapikaga mandazi, anachoma mahindi, ako na mkokoteni, ako na nini, anafanya tu vitu tudogo ambazo wewe unaweza dharau. Wewe ambao unajiona kwamba uko kiwango fulani, hautaki kuanzia kule chini, unawadharau hao, lakini wamebarikiwa. Nilikuja kugundua na nikawacha kuangaliaga hao watu wanauzanga mboga, nyanya, viosk nini, nikaacha kuwadharau, kwa sababu hawa watu wanaweza ingia kwa chama ambaye anaweza toa 1,000 ama 2,000 kila siku. Wewe umeajiriwa kwa ofisi, kila sani matai na nini, na uwezi toa hata 200 kila siku, labda ukope kila siku, kwa sababu inafika pahali hata transport kupatikana inakosa. Kwa hivyo unaanza kukopa, unakopa, mshahara ikiingia unalipa madeni kwanza, unabaki na mshahara nusu. Sasa hiyo nusu inakupeleka mpaka tarehe 15. Tarehe 15 ikianza karibia, unaanza kuuliza advance haijatokea. Ule wa mboga na huko na nini, na hao watu unaonanga ni kama wanafanya kazi haieleweki na unaidharau. Yeye angojeaje advance? Hakunanga advance. Yeye ashatain kitu inaitangwa financial freedom. Kuna kitu inaitwa financial freedom. Amesha attain financial freedom. Wewe uko kwa ofisi, uko na kitu inaitangwa financial security. Siku moja nitakuja kuwafundisha mambo mengine nimejifunza katika dunia hii. Financial security ni wakati ambapo unategemea mshahara mwisho wa mwezi. Unajua tu kuna mshahara, kwa hivyo uko secure. Financial freedom ni pahali ambapo hautegemei mtu mwingine isipokuwa Mungu wako, na unaishi leo. Leo ikiisha unajua yenyewe Mungu asante. Leo imeisha. Haleluya. Leo imeisha. Kesho ikiingia unaamka unaambia Mungu asante, sina rent, sina school fees, sina chochote na ni asante na nimetoka na nimeenda. Usikae kwa nyumba, toka nje, enda. Kama wewe ni mwanaume, uko na bibi na uko na watoto, huwezi kaa kwa nyumba ukiona cartoon. Toka nje uende ufanye kazi. Hata kama ni mjengo, fanya. Haleluya. Huwezi kaa tu. Kama wewe ni mama, una watoto wachanga, mtu wa kunyonya, toka nje. Fanya kitu. Wacha kutegemea tu ati lazima tutegemee mzee, baba nani aletage tu, baba nani aletage. Wewe ni kukaa tu, utasumbua. Hao mama ndio wanaendanga, Biblia inaitaka the busy bodies. Anaendaka kwa njia wenyewe, naenda nakuta TV ya 40 inch. Unaambia bwana yako, mama nani alinunuliwa TV ya 40 inch, nataka hiyo. Na umekaa tu. Toka huko nje, fanya kitu, hata kama ni kitu kidogo, fanya. After all, wakati uliolewa hakuna mtu alisema ati bwana yako ndio lazima aendake kufanya kazi. Ilikuwa msaidiane, si ndio hivyo? Ilikuwa msaidiane. Mtoke huko nje, mfanye kitu, ufanye huku, tulete kwa meza, tukae vizuri, tuendelee. A little sleep, a little slumber, a little resting of holding of hands to rest, and poverty will come on you like a thief in the night, and scarcity like an armed man. Leo ni kama injili imekuwa ngumu kidogo, Unanipenda bado? Katika jina la Yesu. Hata kama unipendi, the good thing is that hawezi niondoa hapa mpaka nimalize niseme the grace. Hallelujah. Glory to God. Lazima tufanye bidii. Tufanye bidii. Kila mmoja wetu tufanye nini? Tufanye bidii. Hata kazi ya Mungu lazima tufanye bidii. Unataka kukua at Open Blessing ikuwe kanisa international ijulikane. Hebu find out hizo kanisa international zinajulikana wanafanyaga nini. Hawakaagi tu wanajishika hapa. Wanakuja saa 5:30. Na unakuja kiti hivi kuona kama iko na vumbi. There is a lot of work that they have done to reach where they are.
Ni kweli ama si kweli? Kuna kazi mingi wamefanya. Kwa hivyo kama unataka hii kanisa iwe kubwa na ibarikiwe na iwe na sifa na ijulikane, iweze kufikia wengine kwa ajili ya Kristo Yesu, wewe ambao umekaa hapa sasa na kuuliza swali, unafanya nini katika nyumba ya Bwana? What is it that you do in the house of God? The things that God has blessed you with, what are you doing with it? Because as a pastor, I cannot sing. Nikiongoza sifa hapa, kila mtu atatoroka kwa hii church. Sababu mimi siwezi imba. Naimbaga ile ya pale kuongozwa. Ile kuimba ingine najaribingi sana, labda niimbe kwa mbafu kwa sababu kuna echo. Hiyo itanidanganya ati najua kui. Kwa hivyo lazima kukuwe na waimbaji kwa hii kanisa. Sababu pastor wa hii church hajabarikiwa na hiyo gift ya kuimba. Lazima kuwe na waombezi. Lazima kuwe na mtu atakuja kupanga hizi viti. Lazima kuwe na mtu atashughulikia the upkeep ya hii kanisa. Lazima kuwe kuna mtu ambaye Mungu amepatia mzigo wa kuombea hii kanisa. Na hiyo kazi yote haiwezi fanywa tu na pastor. Wewe umeletwa hapa na Mungu kwa sababu fulani. Na yule ambaye anatutazama hapa siku ya leo kwa Facebook na WhatsApp na YouTube, ile kanisa wewe uenda ama wewe usema wewe uenda, nataka kukuuliza, wewe ufanya nini kwa hiyo kanisa? What do you do in that church with the gifts that God has given you? Kwa hivyo katika maisha yetu, we must work hard. In the spiritual things, we must work hard. In everything that we do, hata kwa biashara, tufanye kazi. Usitosheke tu ile biashara ulikuwa unafanya last year ndio unafanya leo na hau progress. Kwa hiyo biashara ambia Mungu, nataka sasa kuenda the next level. Si ni kweli? Kwa sababu hata wale walikuwa wako na supermarket kubwa walianza duka. Ama si kweli? Walianza duka ikakuwa kubwa, ikaajiri watu wengi. Akaona sasa hii kitu usiwezi kuwaka napatia mtu wa unga wa nini, wacha wajichukuliwa nikuja hapo kwa mlango. That's how they started. Whatever it is that you do, you must work hard. Don't look at the circumstances that are surrounding you. Look at what God has said about you. You are prosperous. You are blessed. Now, based on that blessing, work hard. Work hard. Do something. Hata Ibrahimu alipoitwa na Mungu akaambiwa nitakubariki, nitakufanya baba wa mataifa mengi na nini. There was a condition. Toka kwa baba yako. And at that time Abraham had a choice to either stay kwa nyumba ya baba yake ama atoke. Kuna watu hapa wanahitaji kutoka. You just need to get out of your house and do something. Kuna watu Mungu ameita hapa na anataka kukubariki hata katika huduma na katika mambo ya Mungu, lakini umekataa kutoka. Umekataa kutoka kwa nyumba yako. Umekataa kuachana na cartoon na hiyo programs za TV. Umekataa kuachana na Facebook na nini. Umekataa kuachana na hiyo vitu vingine yote. Kila kitu niliwaambia last Sunday, there is a balance. Sawa, mimi sisemi Facebook ni mbaya, sisemi whatever Twitter na nini ni mbaya, lakini kuna kiasi ya kila kitu. Glory to God. Tuache hii mchezo ya kukaa tu hapa. Umaskini isitukute. Si ni kweli? Hata katika nyumba ya Mungu hatutaki umaskini itukute. Tunataka kufanikiwa. Tunataka kuendelea. So God wants you to manage his resources for your benefit and for others, and to do his purpose and his will. Many times in our lives, God has blessed us and we have walked away after being blessed by God. Kuna hadithi moja ambayo inapatiwa kuhusu familia moja ambao hawakuwa vizuri sana. Walikuwa na struggle kidogo, baba, mama, watoto wao wawili, kijana na msichana. Na walikuwa na upungufu wa fedha na nini. Lakini siku moja Mungu akawabariki na fedha. Alipowabariki na fedha, wazazi wakafikiria, wakajiuliza, tumesumbuka sana, tumehangaika sana katika hii maisha na hatujaweza kushughulikia watoto wetu vile inastahili. Mambo yote ambao wanataka hatuwezi kuwapatia kwa sababu tunahangaika. Lakini kwa sababu ile pesa ambayo Mungu ametubariki nazo
tumebarikiwa, hatuko tunazitarajia. Hebu tuwapatie watoto wetu pesa hizo, tuwagawanyishie, ili kwamba waweze kutumia zile pesa wajifurahishe kidogo. Sasa kijana akapatiwa pesa yake, msichana akapatiwa pesa yake. Kijana kwa muda mrefu amekuwa akitaka kununua mpira wa kucheza, hii football. Alikuwa anataka kununua hiyo mpira sana, alitamani, lakini hakuwa na pesa. Msichana naye kuna nguo alikuwa anatamani kununua na vitabu fulani alikuwa anatamani kununua, lakini hangeweza kununua kwa sababu hakukuwa na fedha. Walipopata zile fedha, wale watoto wakaanza kujiuliza na wakaanza kujipanga, sasa kila mtu atanunua chake hivi na mimi nanunua hii na hii. Msichana akakumbuka kuna shida fulani wazazi wao wako nayo. Wazazi wao hawana blanketi na mara nyingi kuna baridi. Kwa hivyo msichana akaanza kujiuliza na kujiambia katika roho yake, ninataka kushughulikia wazazi wangu wapate blanketi ili kwamba waache kusikia baridi. Kisa na maana ni kwa sababu ile blanketi wazazi walikuwa natumia, kulipokuwa na baridi sana, wazazi walichukua ile blanketi wakakata mara mbili, wakapatia kijana piece moja ya blanketi, wakapatia msichana piece ile nyingine ya blanketi, waache kusikia baridi. Kwa hivyo wazazi wakabaki wakisikia baridi ili kwamba watoto wao wasisikie baridi. Tuko pamoja? Sasa watoto walipopatiwa zile pesa, msichana akakumbusha kijana kwamba kumbuka, wazazi wetu walikatanisha blanketi yao ili kwamba sisi tusisikie baridi. Mimi naonelea hivi, utoe pesa nusu, mimi nitoe nusu, tununulie wazazi wetu blanketi. Kijana akasema hapana, nimetamani mpira kwa muda mrefu na zile pesa nimepata zinatosha kununua hii mpira. Kwa hivyo kijana alipokataa kabisa, msichana akaona sasa, sababu kijana hawezi toa nusu, ndugu yangu, na mimi nitoe nusu, kwa hivyo mimi nachukua pesa zangu zote zile wamenipatia, niwanunulie blanketi wawache kusikia baridi. Akaenda kwa duka akanunua blanketi. Wakati walirudi jioni, kijana akakuja akijigamba kuhusu mpira ambaye amenunua, amekuwa akitamani kwa muda mrefu. Msichana akaulizwa na wazazi, na wewe ulinunua nini? Akasema, nilikuwa nataka kununua hii na hii, nikakumbuka mligawanya blanketi yenu, mkanipatia yangu moja, mkapatia ndugu yangu moja. Kwa hivyo mimi nikaonelea niwanunulie blanketi. Kile ambacho msichana hakuwa anajua, wazazi wamekuwa wakisave pesa ya kununua blanketi yao. Kwa hivyo wakati msichana alinunua blanketi, wale wazazi wake walichukua zile pesa walikuwa wana save kwa hiyo muda yote, wakanunulia msichana nguo na zile vitabu alikuwa anataka. Funzo ni nini hapa? Funzo ni hili: wakati mwingi Mungu anatubariki na fedha, anatubariki na pesa, anatubariki na mali. Tunapobarikiwa tunasahau Mungu. Tunataka kufanya mambo yetu, tunasahau yeye ndiyo ametupatia, tunasahau yeye ndiye ametubariki. Kwa hivyo sisi tunaenda tunafanya zile vitu tunataka bila kukuja kurudishia Mungu shukurani ama kurudi pale kwa Mungu kumwambia asante. Wakati mwingi tunafanya hivyo kama yule kijana, tunajishughulikia sisi, tunasahau kumrudishia Mungu shukrani katika maisha yetu. Tunaanza kuona ni sisi tumefanya, ni sisi tumejifanya, ni sisi tumetengeneza mali, hii pesa tuko nayo ni yetu, kwa hivyo tutafanya vile tunataka. Na ukiambiwa utoe, unaanza kupiga kelele na kupiga nini, unasahau Mungu ndio amekubariki. Utakapojifunza siri ya kurudi kwa Mungu, kumwambia asanti kwa kutoa. Kiongozi wa ibada siku ya leo ametusomea andiko ambalo linasema hata wale ambao wanapanda kwa kilio watarudi wakicheka. Si kweli? Wale ambao wanaenda wakipanda, wakati unapanda ni ngumu, wakati unapanda ni nzito, wakati unapanda saa nyingine kuna machungu, lakini wakati wa kuvuna unabarikiwa. Kwa hivyo sisi zote tujifunze kuwa tunaenda mbele za Bwana na kumrudishia shukurani na kumrudishia na kumpatia kile ambacho ametubariki nacho. Haleluya. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Paulo alikuwa anazungumzia kanisa la Korintho. He was talking to the church of Corinth and he was telling them about another church. Alikuwa anawazungumzia kuhusu kanisa lingine linaitwa Macedonia. Na anawaambia kuhusu vile Macedonia walikuwa na vile walifanya. Na alipokuwa akizungumzia kanisa la Korintho wakati huo, Paulo alikuwa anatafuta fedha za kushughulikia kanisa la Yesu katika mji wa Yerusalemu.
katika kanisa la Yesu kule Yerusalemu. Wakati huo walikuwa wako na shida, they had challenges, they had difficulties. Walikuwa wanapitia famine na walikuwa pia wanapitia ile persecution. Kama wewe ni Mkristo, ulikuwa wewe uko haupati kazi, ufanye nini? Kwa hivyo ile kanisa lilikuwa Yerusalemu lilikuwa na shida. Kwa hivyo Paulo, wale watu walikuwa nahubiria kanisa zingine huko nje, Corinth, Macedonia, alikuwa akienda akitafuta, akiwaomba waweze kuchangia kanisa la Yerusalemu, ili watu wa Mungu ama kanisa la Kristo Yesu katika mji wa Yerusalemu wasikufe njaa. Na Paulo anazungumzia kanisa la Korintho, anawaambia kuhusu Macedonia, na anawaambia kuhusu jinsi vile Macedonia walivyotoa kwa moyo wao wote. Hata ukifikiria kuhusu, despite their circumstances, they gave everything they had, and they gave it cheerfully, and they gave it with a willing heart. Bwana asifiwe sana. So in the book of 1 Corinthians, in the book of 2 Corinthians chapter 8, ukisoma pale 2 Corinthians chapter 8, ukianzia mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, utaona vile ambapo Paulo anazungumza kuhusu kanisa hili la Macedonia. Anazungumzia kanisa la Korintho, lakini anawaambia kuhusu Macedonia, na anawaambia vile kanisa la Macedonia limejitolea. Na Biblia inasema hivi, moreover brethren, we want to inform you of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy. 2 Corinthians 8, chapter 8, verse 1 and 2, 3 and 4. How, verse 2 inasema, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, their deep poverty abounded unto the riches of their liberty. For to their power I bear record, or I bear witness, and beyond their power they were willing to give themselves. Bwana asifiwe sana. Paulo anazungumzia kanisa la Korintho, lakini anawaambia kuhusu kanisa la Macedonia, jinsi ingawaji ile kanisa walikuwa ni maskini, walikuwa na teseka, walikuwa wanapitia mambo mengi, mambo machungu na mazito, lakini katika hiyo hali walijitolea, na wakajitolea hata zaidi ya uwezo wao. So there are lessons we can learn from the church of Macedonia. Praise the name of the Lord. And I want you to go and read that portion of the scripture. The first lesson we need to learn is that God was pleased when the church of Macedonia was giving overwhelmingly despite their problems. And that is the case even in our lives. That God is pleased when you give overwhelmingly, even when you have overwhelming problems, even when you have challenges, even when you have difficulties, that you give to God. Ujitolee kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. The second lesson that we need to learn from this church of Macedonia is that you please God, or God was pleased by the church of Macedonia, because they gave even when they were in extreme poverty. Even when they were in extreme poverty, they could still afford to give back to God. Even in their situation, hawakujipatia sababu ya kukataa kutolea Mungu. Walimtolea Mungu wasaidie kanisa la Jerusalem. They gave even in their extreme poverty. So even when you are going through extreme difficulties and extreme challenges, you need to give to God. You have to give to God. You have to give to God. God is pleased. The third thing is that you please God when you give beyond your ability. Saa ingine unatoaga, unakuja kwa church, unasikia tu Mungu amekuongoza utoe 500 kama vile Kariuki amesema, unatoa lakini unajiuliza itarudi. Unajua saa hiyo unajiuliza hiyo swali, ni kufanya umefanya mahesabu, unaona haingiani, but you give anyway. Bwana asifiwe sana. God is going to bless you, and God is pleased by you giving beyond your ability. The fourth thing is that God is pleased when you give generously. God is pleased when you give generously.
Usipatiane ukiteta, ukinugunika, ukipiga kelele. Ukumbuke si Pastor Maina unapigia kelele wakati unatoa, ni Mungu. Mimi sijui umetoa ngapi hapa. Hata wewe hujui mimi nilitoa ngapi hapa. Si ni kweli? So you are not giving to me, you are giving to God. So don't give making noise. Unapigia nani kelele? Mungu. Na yeye akianza kukupatia oxygen akipiga kelele. Tulizane tu kweli. Wewe kwa sababu umetoa 200 unapiga kelele. Hii 200 sijui nini. Haya, Mungu akianza kufinya hewa, sasa napatia mtu hewa ya nini? Aanze kufinya, what will happen? If you are giving, give with a cheerful heart. Don't complain, don't murmur, usipige makelele. Badala kama utapiga kelele usitoe tafadhali. Wacha tu. Kaa nazo. Tuko pamoja? Because ukipiga kelele unapigia nani? Na mwenye unapigia ako na uwezo wa kuhakikisha hata ile uko nayo imeenda. Kuna story nyingine inapatianangwa, wakati wa kutoa ikafika. Kulikuwa kanisa mmoja huko Ushago. Wakati wa kutoa ikafanya nini? Ikafika. Wakati wa kutoa ilipofika, jamaa mmoja akajua saa ya kutoa iko karibu kufika na hakuwa amejisort, hakuwa amegawanya pesa kwa mfuko vizuri. Sasa akakimbia kwa choo. Na si unajua choo za Ushago ni za shimo. Akakimbia kwa choo ndio aweze kusort zile pesa. Ile pesa atoa ile noti ndogo ndio akuje kutoa. Sasa alipoingia kwa choo ndio aweze kusort hiyo pesa, kwa bahati mbaya yote ikaingia kwa ile shimo ya choo. Yote. Sasa Nairobi hatuna hizo choo za shimo. But unaweza panda matatu hapo, umekataa kutolea Mungu hapo, upande hapo. Wakati unapanda hiyo matatu, pesa hauna. Au vijana Nairobi upate shwa. Ishaenda. Kwa nini? Unataka kutoa na kunugunika. God is pleased when you give generously, without complaining, without murmuring, without making a lot of noise. Give with a cheerful heart. Praise the name of the Lord. God is also pleased when you give eagerly, when you are eager to give. Ukiangalia ile kanisa ya Macedonia, they were eager to give, even though they did not have much. Wakati walisikia kanisa la Jerusalem vile wanateseka na vile wanahangaika na hawana, they were eager to give. They were willing to give. Even the little they had, they were willing to help out the church in Jerusalem. Praise the name of the Lord. So we must be people who are eager to give to God, eager to do the work of God, eager to glorify God, eager to do and to help the work of God by our giving and what God has blessed us with. Because that has been laid in our hands for our use and for the glory of God. Praise the name of the Lord. Nataka uangalie hiyo, usome hiyo kitabu cha 2 Corinthians 8 na pia uangalie kitabu cha Romans 15. They are all related. What happened to the church of Jerusalem and why Paul was appealing on behalf of the church of Jerusalem to the church of Corinth and the Macedonia. Na Paulo anaambia kanisa la Corinth kwa nini wanafaa kutoa, na anawalinganisha na kanisa la Macedonia, kwa sababu kanisa la Macedonia ukilinganisha na wa Korintho, kanisa la Macedonia walikuwa maskini, walikuwa wanapitia hali ngumu, lakini katika hiyo hali walitoa na moyo safi, walitoa bila kunungunika, walitoa bila kuteta, walitoa hata katika ule hali yao ambayo ilikuwa ngumu sana, waliweza kumtolea Mungu. So simply what I'm trying to say, even when you come to church, you have no reason to not to give to God. Usiseme watu wale utoa ni wale wanaendesha magari ama wale wanavaa suti. Watu wale utoa ni wale wamebarikiwa na Mungu. Kama unapumua hii hewa ya Mungu na ni ya free, you are a candidate of giving to God. Wale wa maskini, wale matajiri sio wao utoa. Mtu yoyote ambaye amebarikiwa na Mungu unatakiwa kumtolea Mungu. So even in all your situation, learn to give to God. May the Lord bless us today. Hallelujah. Father, we thank you.
we bless you and we honor you. Today we want to come before your presence because you have reminded us once again that we are stewards. You have placed a lot of resources in our hands. And you expect us to give back to you, O God, and to the work of the ministry, so that we can fulfill this great work of Great Commission, so that we can reach out to the world and tell them that Jesus loves them. And therefore, every one of us who is seated here, as we work hard in our usual businesses, we will equally work hard in the things of God. And that, my Father, as we are investing in all other things out there, we will also invest in the work of God, O Father. I pray that you bless every one of us, that you see us through, that you overcome for us, that you glorify yourself in our lives. I pray that none of us is going to remain the same, that we are going to be blessed, we are going to be changed, that this message is going to activate every one of us to do something, to go out there and understand that we are prosperous, we have been blessed by God, and that there are resources in our hands, that God, you expect us to use them the way they are supposed to be used. Bless us, O God, and see us through. We thank you and we bless you, and we honor you because you are a wonderful God. And now, in the mighty name of Jesus, I pray that the Lord God Almighty will bless you. I pray that the Lord God Almighty will walk with you as you go out and as you come in, that God is going to bless you, that God is going to grant you favor in his eyes and in the eyes of men. Wherever you go, may you find favor in the mighty name of Jesus. I pray for divine protection and care upon your life, that wherever you are, whatever you are doing, in whatever situation you are, you will be protected of the Lord. And that God is going to be with you, walk with you, protect you, take care of you, and glorify himself in your life. I pray that God is going to be with you in all that you do. That God is going to bless your husband, God is going to bless your wife, God is going to bless your children, God is going to bless the work of your hands, that business, that job, that project. God is going to bless you in all that you do. May you prosper in all that you do. May the Lord God Almighty open ways for you as you step out in faith, as you be determined to work hard in what God has given you. May God Almighty prosper you in the mighty name of Jesus. I decree and declare that you are blessed this day. I decree and declare that you are healed today. I decree and declare that you are delivered today. Any one of you who is here today that you are ailing, you are going through sickness and disease, I declare healing in the mighty name of Jesus. May the Lord God Almighty bless you. Na tukiwa katika hiyo hali ya maombi, labda uko hapa haujaokoka na ungetaka kupatia Mungu Yesu maisha yako, sitaki kufunga bila kukupatia nafasi hiyo ya kuja katika mbele za Bwana na kukiri dhambi zako na kumkaribisha Yesu katika roho yako. Kama uko hapa na ungetaka kuokoka, tafadhali inua mkono wako tuweze kuomba pamoja. If you are there, you are not born again, you would like to give your life to Jesus Christ, raise your hand and we pray together. Kuna mtu yoyote ambaye uko hapa na hujaokoka, ungetaka kupatia Yesu maisha yako, sitaki kufunga kabla sijakuombea. Are we all born again? Now, Father, in the name of Jesus, I declare and decree that every one of who is seated here is blessed. May the Lord, may you bless them, may you take care of them, may you be glorified in their lives. And finally, I decree and declare right now in the mighty name of Jesus, may you perfect everything that concerns every individual who is seated here, who is watching us on Facebook, who is following us on YouTube. May the Lord God Almighty perfect everything that concerns you. In the mighty name of Jesus, I have decreed and declared. And all God's people say, Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema na uwe na wiki njema.